Mheshimiwa mgeni rasmi, tulikubaliana kushughulikia mazao matano na Ngara Farmers kimsingi na zao la kahawa kwa wilaya nzima, na niseme tu kwamba tunashirikiana nao, na kama ulivyosikia bado kwa mwaka huu tunaweza kuendelea kutegemeana. Awali tarehe 25 Februari 2026. Mkutano huo ndio ulioweza kupitisha maombi ya usajili. Baada ya mkutano mkuu huo uwe bodi, kwa sababu kisheria baada ya kupata usajili ilikuwa lazima ndani ya miezi miwili bodi ichaguliwe. Mheshimiwa mgeni rasmi, hiyo bodi ipo, ina wajumbe wa 7 na inaongozwa na mimi mwenyekiti na makamu mwenyekiti. Sasa tumefikia hatua ambayo leo kipindi cha kuanzia Februari hiyo 25 tuliokutana mkutano wa pili wa awali, kamati anzilishi mbali na kushughulikia usajili iliweza kuendelea kufanya vikao vyake, lakini utaratibu isingewezekana kwa sababu ya mchakato unaotakiwa. Kwa hiyo wanachama walipitisha kwamba tuwe na waratibu kila kata, mratibu mmoja, lakini tuwe na waratibu 2 kila kijiji. Kwa hiyo katika vijiji 23 vya tarafa ya Rorya hao wapo na wanafanya uhamasishaji. Vinginevyo mnaweza mkakaa mwenye kamati lakini hamjui wakulima wanaendeleaje. Kwa hiyo hawa ni kiungo muhimu. Lakini baada ya mkutano ule tuliendelea kuboresha masharti au katiba ya chama, ambao baadaye tuliwasilisha kwa mrajisi msaidizi akaidhinisha sambamba na utoaji wa cheti tarehe 30 Machi. Kwa tunayo katiba inayotuongoza. Kamati anzilishi pia inaendelea kutekeleza mpango mkakati ambao tumeuweka wa miaka 3, unaanzia 25-26 na utaishia mwaka 27-28. Katika mpango mkakati huu ndani yake tuna mpango biashara ambao unaendana na bajeti ya mwaka 25-26. Huu ndio unaendelea kutekelezwa kwa kupitia mipango kazi midogo ndani ya mpango biashara. Kamati ya anzilishi pia ilifuatia kwa karibu ombi la usajili kama nilivyokwisha sema, na baada ya kulipata ilibidi tuwasiliane na TRA kwa sababu tunafanya biashara, ushirika ni biashara, si ndio? Kwa hiyo tumepata namba ya mlipa kodi TRA, kwa sababu kila tutakapokuwa tunauza ni wajibu wetu pia kulinemesha taifa kupitia kodi zote zinazotakiwa, lakini ikiwa ni pamoja na mapato 3% kwa kila kilo kwa ajili ya halmashauri. Kamati ya anzilishi inaendelea kuboresha daftari la wanachama kwa kujaza taarifa zao binafsi, ambao hadi sasa tunazungumzia kuelekea kwenye wanachama 160. Taarifa hizi Mheshimiwa mgeni rasmi ni nzito na zinatakiwa kwenye mfumo ambao ni wa kitaifa. Kwa hiyo niendelee kuomba wanachama zikihusisha pia NIDA, namba za NIDA. Meneja wa NIDA tumekuwa tukiwasiliana na kushukuru sana kwa kampeni ya kutusaidia tukisaidiana na watu wa uhamiaji, lakini tini pia tumesaidiwa sana na TRA. Ni lazima tuwe nazo tutakapokuwa tunauza kahawa, tukirudi tunakuta tunahitajika. Tunao mpango pia ambao kamati ya anzilishi imeufanya kuhakikisha wanachama wote ambao tupo hapa tunakata tunafungua account kwa ajili ya kulipiwa sabeni. Tuache yale mambo ya zamani ya kuwekaweka chini ya misego, magodoro na mito. Kamati ya anzilishi iliweza kualika wataalamu wazoefu. Wako watu wazoefu ambao tayari wamekuwa wakitufundisha. Tulikuwa tujui vizuri hata jinsi tutakavyonunua ile mifuko inaitwa vero ya kuweka mazao. Kwa hiyo walikuja wakatueleza jinsi ya kupima na taratibu zote kutokana na uzoefu wao. Tunawashukuru, wengine wako hapa. Lakini tumeingia makubaliano na washauri 2. Mmoja ni bwana shamba ambaye tayari ametembelea zaidi ya nusu ya vijiji vyote akiangalia mazao yetu haya matano, na zaidi sana parachichi na kahawa. Mlimuona wakulima? Yako mama ambaye ameyakuta, na tunaendelea kushirikiana na afisa kilimo wa wilaya. Tumejadiliana, tumeziona zile picha na kwa kweli tuna kazi ya kufanya na maafisa ugani. Kimsingi Mheshimiwa mwakilishi wa DEDI tumemwomba afisa kilimo tuje tuwe na mkutano na maafisa ugani, kwa sababu ni muhimu
kushirikiana nao. Na mheshimiwa mgeni rasmi, nakumbuka kikao chako kile cha Ijumaa cha wadau wa kahawa, zile changamoto zilizoorodheshwa, mojawapo ni elimu na kuwa karibu na wakulima. Lakini mtaalamu mwingine anatusaidia sana kwa ajili ya maandalizi ya manunuzi, kukusanya na kuuza mazao. Kamati imeweza kufanikiwa kupata hili eneo tunaloona tumekaa, ambalo lina ofisi, lina gara na lina maegesho ya kutosha ya magari kwa ajili ya magari yatakuwa yanaleta mazao. Eneo hili tumelipanga kwa muda wa miaka 4 na tunayo imani katika kipindi hicho, kama tutakuwa tujalichukua kwa kuelewana na mwenyewe, basi tutakuwa tuna eneo letu ambalo tunataka tuweze kulijenga. Kamati anzilishi pia iliendelea kujipanga kwa ajili ya ununuzi wa mazao msimu huu. Tutaanza kidogo, tumechelewa, lakini tutaanza na mazoezi. Kwa taarifa hiyo, mheshimiwa mgeni rasmi, leo walichelewa kidogo, lakini tumeweza kupata ile mizani, iko pale ya kidijitali, imeagizwa pamoja na mifumo yake. Wanakuwa na simu, wanakuwa na printer na vitu mbalimbali hata vya kupimia unyevu, kwa sababu ni masharti muhimu. Yote hayo tumeweza kuyapata katika kipindi hiki, lakini vitabu vya kutunzia taarifa za fedha na kumbukumbu nyingine, hilo ni jambo muhimu sana kwenye ushirika, kwa sababu masuala ya rekodi yanaleta matatizo. Lakini kamati ya anzilishi imeweza kuandaa mkutano huu na ndio iliweza kukualika wewe, na mwisho kabisa kwa kuwasiliana na wanachama, tunao sasa nembo inayotutambulisha. Kwa hiyo mheshimiwa mgeni rasmi, chama hiki cha ushirika kimeanza kujizatiti na kitaendelea kwa kushirikiana sasa na serikali, hii bodi mpya, lakini tunashirikiana na vyama vingine vya msingi, wakulima wote walio wanachama na ambao bado sio wanachama, kwa sababu hii wilaya kijiografia ni kubwa, na chama kinalenga kuongeza ukaribu kwa wakulima na wadau wengine. Madhumuni ya chama ni kuunganisha nguvu za wakulima ili tuboreshe uzalishaji kuliko ilivyo sasa, na tunaanza na hatua za maandalizi ya mashamba. Bahati nzuri uko ule mradi unaopima mashamba, kwa hiyo tutapima ili tujue kila mkulima na kiasi gani wa mazao haya 5 tulionayo, kwa kusaidiana na idara ya kilimo. Lakini tunasisitiza mpaka uvunaji sahihi, bali na utunzaji. Tunayo ile tabia ya kuvuna mapema ili tuwahi kupata tuhela. Jamani, inabidi turekebishe ya mambo, na namfahamu mgeni rasmi kwenye kikao chake alisema hili ni tatizo. Kahawa bado ni mbichi, mahindi ni mabichi, parachichi ni mbichi, unakimbilia wapi? Kwa hiyo chama kimejipanga kusaidiana na serikali kwa ajili ya hili. Nia kubwa ni kuboresha maisha yetu ya kijamii na kiuchumi ili tutoke tulipo. Hatimaye angalau kila familia iwe na kabodaboda, kama sio gari, iweze kusomesha, uwe na kanyumba kwa bati. Ukiwa mmoja huwezi, lakini tukiwa wengi tunaweza, si ndio? Mheshimiwa mgeni rasmi, kitakwimu tarafa ya Rulenge ina rekodi ambayo imetolewa rasmi kwa idara yetu ya kilimo, zaidi ya tani 4,000 za maharage tunazovuna kwa mwaka, tani 28,000 za mahindi kwa mwaka, tani 150 za alizeti, tani 550 za parachichi, lakini na kwa kahawa tuna zaidi ya tani 460 kwenye kata zote 7. Matarajio ya chama ni kuendelea kushirikiana na serikali na wadau tuboreshe hii mifumo, hasa kwa upande wa masoko. Tuishukuru sana sisi kwa sababu tumejiingiza kwenye mazao mengi, na hata afisa ushirika alikuwa anatuhoji, lakini iko bodi ya nafaka na mazao mchanganyiko COPRA imeamua kidede kushughulikia mazao mengine ambayo sio kahawa tuliozoea kwamba ndio peke yake na mwongozo. Sasa wameweza kutoa utaratibu wa kushughulikia mazao yote haya mchanganyiko. Wameanza na maharage. Leo wakati unatembelea ofisi yetu utaona miongozo ya COPRA ambayo tumeshaichukua kwa ajili ya kuanza kushughulikia maharage kwa njia ya minada kama ilivyo kahawa. Alichokisema mheshimiwa mbunge kupitia mwakilishi na alichokisema afisa tarafa na diwani, hali ya biashara si nzuri, na wakati mwingine hata wageni wanaingia mpaka huko kijijini. Maharage yao unaweza kukuta nauza kwa bei ndogo,
Mafanikio yanayokusudiwa yatatusaidia kuinua uchumi wa wakulima, lakini sio wakulima au wanachama peke yao. Ziko faida ndogo ndogo ambazo ni indirect kwa takriban watu 130,000 wanaoishi katika tarafa ya Rulenge. Tarafa ya Rulenge ina karibu theluthi nzima ya wananchi wa Ngara ambao ni takriban 400,000 na ina kaya 61,800. Katika kaya hizi karibu 70% ni wakulima tutawafikia. Kwa hiyo ipo mipango ambayo hatukuimaliza, bodi inaanza sasa kupambana nayo. Ya kwanza kama tulivyosema ni kwa ajili ya msimu. Itabidi tuone tutakusanya kiasi gani tuhifadhi na kuuza mazao yetu matano, lakini kwa kuwasiliana na bodi ya kahawa Tanzania tutashirikiana na ofisi ya DEDI na maafisa ugani ili tuongeze maeneo ya vitalu. Tunakusudia kupata mabonde zaidi kwenye tarafa, ikiwezekana kila kata, tupate makundi hasa ya vijana ambao ni wanachama, tuweze kuwawezesha pamoja na bodi waandae, kwa sababu hili linatusaidia wakati wa kugawa miche, ule umbali wa kusafiri ambao tulikuwa nao. Tunashukuru halmashauri kwamba baada ya ile Kashinga mwaka jana waliweza kuwa na nyingine katika kata ya Bukiriro upande wa Nyabihanga. Sasa tunataka tuziongeze. Viongozi wetu mlio hapo wa kata, madiwani watendaji, tutapiga hodi tupate mabonde kidogo kwa ajili ya kusaidia, na nafikiri hii ndio sera ya chama na serikali, chama tawala na serikali. Lakini tutaandaa utaratibu wa kuwezesha chama kuwa na ofisi yake, ili nimeshalisema, na kuongeza vitendea kazi, mafunzo mbalimbali yakianza ya kwetu ambayo ni ya kiutaratibu kama ambavyo mrajisi msaidizi na afisa ushirika wamesema, kuendelea kutoa ushirikiano na serikali kwa ujumla, kuhamasisha wanachama ili tupate wanachama wapya. Sasa hivi tuko bado 160. Mpango mkakati tulionao baada ya miaka mitatu, ni lazima inapofika 2028 mwezi wa 6 tuwe na wanachama wanaofikia 1,000. Nafikiri kwa kushirikiana na serikali hili halitatushinda. Nimemwona DC amelikubali na kulielewa, tupigie makofi. Ndio hapa muwe wa mabalozi, jirani yako ajiunge. Tutakapoanza kuwa tumechanja mbuga, tunakwenda mbele. Kujiunga na chama ni mpaka uombe, mpaka ufanya nini, kutakuwa kidogo na kaurasimu. Lakini tutakapofika mbele zaidi, tutamwomba mrajisi turekebishe katiba, hata kiingilio kiongezeke. Kwa leo ndio wakati wai treni kabla haijaondoka. Tutaendelea kutoa ushauri kwa wakulima kama nilivyosema. Tutasaidiana na wanachama tupate fedha. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika mambo walioongelea wanachama kwenye mikutano yao, tuna changamoto ya pembejeo. Tuna matatizo kwenye mbolea, hasa hakuna maduka. Wakati mwingine mbolea mpaka itoke ule upande mwingine, wakati na yenyewe imetoka Tanzania. Lakini walizungumzia pia tusitegemee sana kilimo cha kutegemea mvua. Kwa hiyo niliona kule kwenye mkutano wako wa mkoa kuna suala la umwagiliaji. Kwa hiyo tunaungana na AMCOS nyingine kuona jinsi ambavyo tunaweza tukapata visima. Binafsi tutashirikiana na wale watakaoweza kwa michango maalum. Wale mtakaoweza tuchange pamoja, hata mwaka huu unapoisha, basi tuwe na visima angalau 2-3 wakati tukisubiri serikali. Tutaboresha mifumo ya kuvuna, kusafirisha, kuhifadhi, kukusanya na kuuza mazao. Kwa mgeni mheshimiwa mgeni rasmi, nimalizia kwa kusema tu kwamba changamoto zipo na kazi yetu ni kuzitatua, sio kulalamika. Moja ambayo nimeisema, ndugu zangu, tuangalie jinsi ya kuboresha mawasiliano. Na kitu kimoja nitakachowaomba tukifanya, isizidi mwaka kesho wanachama hatuna visimu janja. Tutafute utaratibu, kwa sababu ndio maendeleo, teknolojia, tusibaki nyuma. Tuwasiliane kwa karibu. Tuna changamoto ya kuwasiliana mgeni rasmi. Wako wale ambao mko kwenye mfumo wa WhatsApp, lakini kuna wale ambao hata kumpata kwa simu ni shida. Lakini tutaendelea kufuatilia taarifa za NIDA na za TIN, kwa sababu tunadaiwa na ofisi ya ushirika wale wanachama wote kwenye ule mfumo wawe na hilo, ikiwa ni pamoja. Jambo muhimu ndugu zangu,